Leo ni tarehe 2 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Hii ni Live TV na karibu katika udondozi wa magazeti. Tuanze kwa kulitazama gazeti Habari Leo. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Angola yataja sababu kumwenzi Nyerere. Samia azindua hospitali yenye jina la Luanda. Mama Maria apongezwa kwa mchango wake kwa taifa. Madaraka, ndoto ya mwalimu ni Afrika iliyoungana. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Dr. Mwigulu ataka ubora wa kimataifa bidhaa za Tanzania. Habari katika ukurasa wa pili. Mbaroni kwa kutoa taarifa za uongo kuwa ametekwa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Gwajima akemea udhalilishaji wazee, tuhuma za uchawi. Habari ni katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Madaktari waonya wanaopunguza uzito kiholela, waeleza madhara yanayowakumba wengi kwa sasa. Habari kamili ni katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Mwanda hakuna kumwonea mtu ndani ya CCM. Habari katika ukurasa wa 7. Tanzania ajipanga upya dhidi ya Ebola Marburg. Habari katika ukurasa wa 3. 12 wadakwa wakisafirisha mifugo 321 kinyemela nje ya nchi. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu. Nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni vyama vya siasa vyashukia polisi, ni juu ya uhalali wa kisheria kikatiba kufuta kurejesha mikutano ya hadhara ya kisiasa, vyahoji kama limefuta pia agizo la waziri. Wachambuzi wasema haki haitakiwi kuchezewa kesi hicho. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Zipo nukuu za viongozi mbalimbali. Ndugu ya kwanza msemaji wa jeshi la polisi David Misime ikisema jeshi la polisi Tanzania litaendelea kupokea taarifa za nia ya kufanya mikutano ya hadhara na vikao mbalimbali kutoka kwa vyama vya siasa na wadau wengine. Ndugu John Mnyika anasema hiki ambacho polisi wamekisema, wamefuta kauli ya awali ambayo walitoa, ambayo ilikuwa ni kinyume cha katiba na sheria. Waseme pia iwapo kauli yao imefuta kauli ya waziri ambayo pia ilikuwa kinyume cha katiba. Ndugu ya Isihaka Mchinjita wa ACT Wazalendo anasema sisi tumepokea taarifa hiyo na tutaendelea kutumia haki yetu. Bado tunasema si sahihi kwa vyombo vya ulinzi na usalama kubadilisha mambo halali ya kisheria bila kupitia misingi ya kisheria. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 4. Sababu wanafunzi walimu kupungua. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili. Ongezeko la vijana wanaolazwa kwa magonjwa ya ndani lazua hofu. Habari katika ukurasa wa 3. Utafiti madaktari wa akili unde wanachelewesha matibabu halisi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6. Dar es Salaam, wagonjwa wanaweza kuchelewa kupata matibabu sahihi kwa wakati kutokana na kuongezeka kwa matumizi ya maudhui ya afya yanayotolewa mtandaoni na watu wanaojitambulisha kama wataalamu. Ndani wa taarifa hii katika ukurasa wa 6 wa gazeti hili. Agrey Mwanri, tutatenda haki, hatutamwonea mtu yoyote. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni vita mpya CCM Chadema, viongozi wapya CCM warusha makombora, Chadema yajibu. Habari katika ukurasa wa pili. Habari picha inamuonyesha makamu mwenyekiti CCM Bara Steven Wasira pamoja na makamu mwenyekiti Chadema Bara John Heche. Njia za panya zinavyotumika kutoresha mbolea ya ruzuku. Habari katika ukurasa wa 3. Tanzania kinara wa afya mama na mtoto Afrika. Habari katika ukurasa wa 4. Mifugo 321 yakamatwa ikitoroshwa kwenda nje. Habari katika ukurasa wa 3. Wimbi jipya la wanaume kuzaa nje kisa wake wagumba. Habari ni katika ukurasa wa 11. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Habari picha ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akikata utepe na Rais wa Jamhuri ya Angola Jojo Lourenco kuzindua hospitali kuu ya rufani ya Rais Julius Nyerere iliyopo Kilamba jijini Luanda nchini humo jana. Hospitali hiyo imepewa jina hilo kama heshima, ishara ya kutambua mchango wake katika harakati za ukombozi wa bara la Afrika. Tulitazame sasa gazeti Mzalendo lenyewe habari iliyopewa kipaumbele ni Angola yaiheshimisha Tanzania. Ni kwa kuendelea kutambua mchango uliowatoa katika makucha ya Wareno. Rais Samia asema uhusiano utaendelea, azindua hospitali ya jina la Nyerere. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Mkorogo kugro ngozi, bomu jipya afya ya jamii. Ndugu akisema vipodozi vya kung'arisha ngozi kama watu wanavyoita kugrow au skin whitening cream
vina kemikali zinazoweza kuathiri utendaji wa ngozi. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Mwandri aanza kwa kasi, habari katika ukurasa wa 2. Kazi na utu sasa kufuta sheria kutaifisha mifugo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Wazazi waepuke kuwa chanzo cha ndoto za mabinti kuyeyuka, habari katika ukurasa wa 11. Afya, dawa ya shampoo husaidia nywele. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 7, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mzalendo. Pata nakala yako, soma kwa ndani zaidi. Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi, habari iliyopewa kipaumbele. Nitatimiza ahadi zote Hemedi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Waziri Lela awatunuku nishani wanafunzi bora, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Waziri anahimiza wajasiriamali kuchochea uchumi, habari katika ukurasa wa 3. Mfumo wa stakabadhi ghalani waingiza trilioni 2.2 kwa wakulima, habari katika ukurasa wa 6. Ajali ya basi Afrika Kusini yaua watu 11, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9 wa gazeti hili. Viongozi wa dini wasifu maridhiano yaliyofikiwa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa kweli na uwazi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani mikononi mwangu, nalo gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni shida iko hapa, Simba wa 5 Yanga 10 tatizo lile lile, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Kaleso ametoa Simba akitokea Sekokune ya South Africa. Cheick Toure amejiunga na Yanga akitokea Al Jabran ya Saudia. Lakini pia habari picha inamuonesha Ibrahim Dumbia, Peter Shalulile, Ismail Toure, Rushan Derek, Dickson Job na Baka. Agosti 12 ni ngao ya jamii Yanga dhidi ya Simba Sports Club. Uwanja gumzo kuu mkutano Yanga, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Watano kati ya 16 kuchaguliwa leo. Gazeti hili imeandika FIFA yachomoa kuuza kombe la dunia. Mastaa wawili wategwa Azam, habari ni katika ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Diamond Zuchu, mambo yameisha, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika kirafiki leo Jumapili ni Liverpool dhidi ya Leeds saa 5 kamili usiku Anfield, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari za michezo, nalo gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenye limeandika Infantino akubali yaishe FIFA, Shime afunguka kufungwa na Burkina Faso, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Gazeti hili limeandika Tanzania yaanza vibaya judo madola, habari katika kurasa za ndani. Trace atataja la Miss Supernatural Africa 2026, habari katika ukurasa wa 21. Uzinduzi wa wiki ya Simba wafana Ngorongoro, habari katika ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tumalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma gazeti Mzalendo, habari za michezo, lenye limeandika Simba Yanga zapewa sharti uwanja wa Uhuru, habari katika ukurasa wa 19. Shime asisitiza Twiga Stars bado na nafasi AFCON, habari katika ukurasa wa 19. Msimbazi kuikabili Polisi Kenya, kilele cha Simba Day, habari katika ukurasa wa 19. Jangwani kuchaguana leo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 19. Gazeti hili pia limeandika kocha Newcastle achia ngazi, habari katika ukurasa wa 18. Naner kutua AC Milan, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 18. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mzalendo. Hivi ndivyo tunakamilisha udondozi wa magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Live TV Tanzania. Asante kwa kutuchagua, usisahau kusubscribe.